Barabarani kuna changamoto nyingi ambazo vyombo vya usafiri hukumbana nazo. Na moja usafiri ni pikipiki almaarufu kama bodaboda. Ikiwa ni siku adhimu ya Ijumaa, bodaboda wameweza kuelezea changamoto mbalimbali ambazo wao hupitia wakiwa barabarani ama ndani ya jamii inayowazunguka. Na ni kivipi huzitatua changamoto hizi katikati ya kazi hii ya bodaboda, ikiwa ni chanzo chao cha kipato katika kukidhi mahitaji yao binafsi katika maisha yao ya kila siku. Kwa majina yangu naitwa Juma Alwatan Gugu. Changamoto zinazopitia kwenye hii kazi, cha kwanza, hela haionekani kwa kipindi cha sasa hivi. Hali imekuwa ngumu sana. Yaani hali imekuwa ngumu kila kona, ni sababu hapo mwanzo hapo abiria walikuwepo wengi na abiria alikuwa na uwezo wa kukupa hela nzuri tu. Ila sasa hivi imekuwa ni tofauti na hapo mwanzo. Sasa hivi kuna trip nyingi za hasara. Umeona? Kuna vitu vingi ambavyo vinasababisha, yani unakuta mtu anapata mafanikio kwa kuchelewa sana. Kwa hiyo mimi naona ni moja ya changamoto ambayo inatukumba sana bodaboda. Na kutokana na hivyo mafuta tena hivyo kila siku mara yanapanda mara yanashuka. Kwa hiyo inapelekea kuwa changamoto kubwa sana upande wa bodaboda. Kitu kinachofanya abiria kupungua kwa muda huu ni mkusanyiko wa watu eneo maalum. Kwa sababu sasa hivi utakuta watu wengi kubalance mahitaji yao na matumizi yao wanaofanya, inawalazimu kwenda kazini kwao kwa miguu. Umeona? Yaani kwao wanakosa ule muda wa kupanda bodaboda kwa haraka. Kwa naamini anataka alinde bajeti yake aliyokuwa ameweka. Kwa ndio hivyo anatembea kwa miguu ili mambo mengine yaendelee. Ila vile wanavyotembea kwa mguu hawajui kama sisi, hali kwetu inakuwa ngumu sana. Kitu ambacho cha kwanza unachotakiwa uwe nacho katika kazi ya bodaboda, unatakiwa uwe mvumilivu na kila hali ambayo unakutana nao, kwa sababu unakutana na watu tofauti wenye tabia tofauti. Kwa sababu ukiwa ni mtu wa kupaniki, mtu wa kudoubt nini, itakuwa inapelekea kila siku wewe kugombana na wateja zako. Ila ukiwa mvumilivu, unaongea na watu fresh, ukawa smart, hiyo inaweza kapelekea hata abiria akakupendea wewe smart wako na akavutiwa sana kuendeshwa na mtu kama wewe. Changamoto ziko nyingi, mwandishi wa habari. Kama hivi hapa unavyotuona, sasa hivi ni jua kali, hamna abiria. Huwezi kuamini toka asubuhi mpaka sasa hivi sina kitu mfukoni. Changamoto zingine ninazopitia kama hivi sasa hivi hapa hatuna hela. Askari wanatusumbua sana. Hiyo hapo ndo changamoto kubwa ambayo tunaipitia. Askari wanatusumbua na bado hakuna hela. Kuna wengine hapa tuna mikataba. Hiyo mikataba tunaisongeshaje huku mfukoni hatuna hela na askari wanatusumbua. Kwa changamoto ndo kama hizo hapo. Abiria cha kwanza cha kwanza ili uweze kumpata abiria umshawishi, cha kwanza ni muonekano wako. Ukiwa na muonekano tu mzuri, uko vizuri kimavazi, umeona, abiria huwezi ukawakosa. Ila ukiwa umejiweka ovyo ovyo ile ujizingatie, abiria kuwakosa ni jambo la kawaida sana. Nikiwa kwenye kituo cha bodaboda kata ya Mwanga Kusini, mtaa wa Vamia, nimeweza kukutana na bodaboda, wameweza kueleza changamoto zao ambazo unaweza kuzipitia kwenye kazi hii ambayo inaweza kuwapatia kipato kuweza kukidhi haja zao katika maisha ya kila siku. Nikiripoti kutoka hapa Mwanga Kusini, mtaa wa Vamia, jina langu ni Irene Musa, Uba Kigoma. Ujiji Broadcasting Academy, excellence is our signature.